Ni kushukuru kwa kuendelea kusalia pamoja nami. Asante kwa kuendelea kukichagua kituo bora cha matangazo Star TV. Na hapa tunaendelea na kipindi chetu cha Amka Tumsifu Mungu. Nikwambie tu mtazamaji wangu, siku ya leo tupo na mchungaji Mika Ngusa. Ni mchungaji kutoka kanisa la AICT, lakini pia atajitambulisha vizuri katika idara anayoitumikia hapo. Na hapa tuko naye kuzungumzia mada inayosema kuacha alama katika jamii. Kuacha alama katika jamii. Nikwambie tu kwamba ukiwa na chochote ambacho utatamani kukiuliza juu ya mada hii, pengine ukaona ukisikia hili neno kuacha alama katika jamii huelewi maana yake nini, mambo yanakuja kama yanapita yanaondoka. Sasa leo nikwambie kwamba hapa ndio mahali sahihi kwa kuweza kujifunza kwako na kuweza kujua unawezaje kuacha alama katika jamii. Kuacha alama katika jamii ni nini na ufanye nini ili uache alama katika jamii. Siku ya leo utaweza kujifunza hapa Star TV ukiwa nami Madoshi James pamoja na mchungaji Mika Ngusa. Nimkaribisha sasa mchungaji aweze kujitambulisha, lakini pia aweze kukwambia yeye ni anatoka sehemu gani hasa. Mchungaji, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina sana. Mimi ninaitwa mchungaji Mika Ngusa kama mlivyosikia. Ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa TCRC, Tanzania Children's Rescue Center, tuko Nyasaka. Huduma inayosaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Hiyo ndio shughuli yangu ya kila siku. Lakini vile vile ni mmoja wa wachungaji katika makanisa ya AIC. Ndio. Sawa. Karibu sana mchungaji. Asante. Karibu sana. Na asante sana. Mada tulionayo leo hapa sasa ni kuacha alama katika jamii. Mchungaji, hebu tusaidie sasa hapa kuacha alama katika jamii. Mtu akisema kuacha alama katika jamii anamaanisha nini hasa? Tupe msingi kwanza, alafu baadaye ili tuweze kuendelea vizuri katika mada yetu hii. Kuacha alama katika jamii, maana rahisi tu ni kuacha kumbukumbu ya mambo mema, yani kukumbukwa kwa mema ulioyafanya katika maisha yako. Au kwa Kiingereza hutumika neno legacy. Ndio. Na sasa kwa nini ni muhimu mtu aache alama? Hebu tupe sasa, ongea na mtazamaji hapa ili anapokusikiliza katika kipindi hiki aweze kuelewa kiundani zaidi kuhusu jinsi ya kuacha alama, mada nzima kuacha alama. Mtazamaji anayetazama kipindi hiki aweze kuelewa kiundani zaidi hapa. Kwa mtazamaji hasa anayetufuatilia na akiwa msomaji wa Biblia, ni lazima tujikite katika Biblia. Tunapozungumzia kuacha alama, kwa mtazamo wangu ninapenda kwanza nianze na watu ambao waliacha, nizungumze watu ambao hawakuacha mambo mazuri ya kukumbukwa kwa ufupi sana, ili nijenge msingi. Na baadaye nitasema sasa wale ambao yule mtu ambaye pengine mmoja wao ambaye ameacha mambo mema ya kukumbukwa. Wapo watu katika kitabu cha Nehemia wanasemwa na Nehemia anawataja kama watu ambao watakumbukwa kwa mabaya. Hao hawajaacha alama. Yani wao watakumbukwa kwa mabaya. Maana wao walikuwa wakivuruga kazi ya Mungu iliyokuwa ikifanyika mahali pale. Akina Tobia na Sanbalati. Na hii unaweza kaisoma kuanzia ile Nehemia sura ya 2 mstari wa 19 na kuendelea hapo. Lakini vile vile unaweza kaiona hiyo katika Nehemia vile vile hiyo sura ya 4 mstari wa 5 na vile vile Nehemia hiyo katika sura ya 6 mstari ule wa 14. Unakuta kwamba hao walikuwa ni watu ambao Nehemia anawataja kabisa kwamba Mungu uwakumbuke watu hawa Tobia na Sanbalati kwa sababu ya matendo yao mabaya. Kwa hiyo kumbe kuna watu wengine watakumbukwa kwa mabaya.
na Nehemia anataja watu watakaokumbukwa kwa mabaya, maana hawataki kuacha mabaya yao. Kwa hiyo Mungu atayakumbuka. Kwa hiyo kila ubaya utakumbukwa. Na hawa watu mabaya yao ni hivyo kuivuruga tu kazi ya Mungu, ama kulikuwa na kiundani zaidi walichokuwa nakifanya mpaka Nehemia anasema kwamba wakumbukwe hawa watu? Kazi yao ilikuwa ni kutaka tu kuvuruga tu kazi isiende. Yani wao ni kupinga tu hiyo kazi ya Mungu iliyokuwa ikitakiwa ya ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu na kuleta vitisho. Sawa. Ndio. Upande wa pili sasa, kwa watu walioacha alama nzuri. Kwa upande wa watu walioacha alama, kama nilivyosema, nazungumzia kupitia tu kitabu cha Nehemia kwa muda tu huu mfupi. Sawa. Nehemia ni mfano wa watu walioacha alama, walioacha legacy. Kwa yeye mwenyewe hata kusema. Na hasemi kwamba mimi naacha alama. Lakini katika neno la Mungu, katika Nehemia, ukisoma Nehemia ile sura ya 5 mstari ule wa 19, Nehemia anasema kwamba Mungu unikumbuke kwa haya niliyoyafanya. Yeye Nehemia alifanya mambo mema kwa taifa la Israeli. Aliwatetea kwa namna mbalimbali. Alisaidia kazi ya ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu. Aliwatetea hata katika masuala ya kijamii. Ukisoma kuanzia ile sura ya 1, unaona Nehemia alikuwa na mzigo wa kuiona kazi ya Mungu na kuhurumia, na mara nyingi alilia machozi kwa sababu hali ilikuwa sio nzuri kwa taifa la Israeli kwa wakati huo. Lakini vile vile Nehemia hakuishia hapo tu, akajitoa hata kuomba kwa ajili ya taifa lake. Akaomba na akafunga siku kadhaa akiombea taifa lake, taifa la Israeli. Anaombea, anatubu kwa ajili ya dhambi zake binafsi, lakini vile vile anatubu kwa ajili ya taifa zima la Israeli wakati ule. Kwa hiyo kwa mambo kama hayo anakumbukwa Nehemia, kwa kuwa aliacha alama kwanza ya mtu anayekubali kutubu hata kwa ajili ya wengine. Wamekosea wengine, mababu zake wamekosea, yeye anasimama kutubu. Na tunahitaji hata sisi kuwa na watu ambao wataacha legacy hiyo, kwamba wana uwezo hata wa kutubu kwa ajili ya makosa ya wengine, hata kama wao hawakuhusika kabisa. Lakini wanakuwa na ule mzigo wa kumlilia Mungu, pengine hata kwa ajili ya taifa lao. Ni alama hizo. Hiyo ni alama. Sawa. Lakini vile vile Nehemia alijitoa sana hata katika masuala ya kijamii. Kwa mfano ukisoma ile sura ya 5 unakuta kwamba kulikuwa na hali ngumu ya kiuchumi wakati ule. Na Nehemia akawatia moyo Israeli. Kwa hiyo hata hilo acha alama. Kwa mfano katika ile sura ya 5 mstari ule wa 19 mwisho anasema kwamba Mungu unikumbuke. Mungu nikumbuke kwa hayo. Lakini pia sura ya 13 mstari wa 14, Nehemia pia anazidi kueleza mambo ya utumishi wake, napo anasema Mungu unikumbuke. Ukianzia sura ile ya 8, sura ya 8 ya Nehemia, najaribu kuweka summary ya kitabu cha Nehemia. Ile sura ya 8 unakuta Nehemia anaamua kufanya teamwork na Ezra. Wanasimama kuleta reformation kwa taifa la Israeli. Na wote huyu Ezra alikuwa ni kuhani. Kwa hiyo katika ukuhani, kwa hiyo sasa yeye akaingia kulisoma neno la Mungu mbele ya hadhara ya wana wa Israeli, na wakamtubia Mungu makosa yao. Kwa hiyo network ya Nehemia na Ezra ilikuwa ni kazi nzuri sana katika wakati huo Israeli waliokuwa wamekata tamaa. Lakini hata na sisi tunahitaji kuwa na alama kwa ajili ya
kuwa na network au teamwork. Maana wakati mwingine kila mtu anafanya kashughuli kake hapa. Kwa mfano hata sasa hivi utakuta mtu ameng'ang'ana na kanisa lake tu haangalii kwamba tunapaswa kama watu wa Mungu kuwa na teamwork, yani kwamba tunashirikiana. Hata kwa mfano kuna challenges zingine katika taifa, sisi tunasimamaje kwa pamoja kama kanisa la Mungu hata kulisaidia taifa? Maana sisi ndio wa kuweza kulisaidia hata taifa letu kwa changamoto mbalimbali tunazopitia. Lakini mpaka tuwe kama Nehemia na Ezra kunetwork na hao watu wanaweka alama. Kwa kuna vitu vingine kama kanisa linashindwa kusimama kuweka alama kwa sababu ya namna ambavyo limetawanyika, yani halijakutana kwa ajili ya sawa kabisa. Ndio. Sawa. Sasa mchungaji, umezungumzia Nehemia, moja nafasi ambayo aliweka alama ni kwamba alikuwa akiwatia hamasa watu wa kipindi hicho kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwa lugha ya sasa hivi pengine kwamba Nehemia tuseme alikuwa ni motivation speaker, ama tunakuwa tumetoka nje ya nyadhifa za Nehemia. Uko sawa, kwa sababu Nehemia hata unajua Nehemia alikuwa akifanya kazi katika utawala wa serikali ya wakati ule inayotawala dunia, na alikuwa katika maeneo ya Babeli, na akaamua kuja kuisaidia nchi yake kujenga ukuta, na akakuta kazi haziendi, mambo yako shagalabagala. Na Nehemia uko sawa kuwa kwamba alikuwa na motivate watu, maana hata alianza kuongea nao wakiwa wamekata tamaa mno, na anawaambia kwamba haya, na twendeni tukajenge ukuta, na watu wakaitikia. Maana Nehemia alikuwa amesha waeleza kwa mkono wa Bwana habari ambazo zilikuwa zinaleta matumaini kwa watu wasiokuwa na matumaini. Sawa. Kwa nini ni muhimu sasa mtu kuacha alama, mchungaji? Ni muhimu kuacha alama kwa sababu ni neno la Mungu linatuambia kwamba tunachofanya chochote chema hakitapotea. Chochote chema hakitapotea. Yawezekana kwa mfano kwa Nehemia hajasema watu mnikumbuke. Kila mahali utakuta amesema mistari niliyoitaja, Mungu unikumbuke. Mungu unikumbukie. Wakati mwingine amesema hivyo. Kwa hiyo watu wakati mwingine wanaweza wasione chochote kinachofanyika cha maana kwa mtu fulani. Lakini kama tunafanya kwa moyo, kwa upendo, Mungu atapokea. Na sisi tuko na haki ya kumdai Mungu, Mungu unikumbuke kwa haya niliyowafanyia Watanzania. Mungu nikumbuke kwa haya mema niliyowafanyia Watanzania. Hata kama Watanzania hawaoni, hata kama Watanzania hawaelewi, lakini Mungu anaelewa. Kuna watu hawana haki ya kukumbukwa kabisa kwa sababu ya kutokuacha alama kwao. Ndio tumesoma kama akina Sanibalati. Sio hawatakumbukwa, na wao watakumbukwa kwa mabaya. Ila hatutasema wameacha alama, ila watakumbukwa kwa ubaya. Na hiyo ndio wito kwangu. Ni mambo mangapi? Mawili. Kuchagua kuacha alama au kuchagua kukumbukwa kwa mabaya. Sasa ni vyema mtu akachagua kuacha alama, kukumbukwa kwa mema. Sasa mchungaji, tukiwa hapa na tunaongea na vijana pia, sasa nataka uzungumze na vijana kwamba vijana wana nafasi gani katika kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii, hasa kwenye hiki kipengele cha kuacha alama. Kwanza somo hili mimi nimeanza kulifundisha kwa vijana. Vijana hao ninao walea wa TCS, ndio nilianza tena kwa upana mno kwa sababu hakuna dakika nina nafasi. Nimeanza kuwafundishia jinsi Habili katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 4, ingawa amekufa
amekufa akiwa kijana, lakini bado anazungumza, bado ananena. Yani maana yake kwamba Habili alikufa, aliuawa na Kaini. Lakini pamoja na kwamba Kaini alimuua Habili, Habili hakufa. Aliendelea kunena na mpaka leo ananena. Maana yake kwamba yale aliyoyafanya Habili bado yana legacy mpaka leo. Kwa hiyo vijana wanaweza kumuiga, hata ndio nimefundisha kabisa hivyo kwa vijana wangu nao walea. Wanapaswa kumuiga Habili alivyoenenda mpaka Biblia ikamrekodi akiwa kijana kwamba ameacha alama. Kwamba ameacha alama. Na huo ni mfano mmoja wapo, lakini kuna mifano mingi. Kuna mifano ya vijana kama akina Meshach, Abednego. Nitakuwa nafundisha leo vijana huko. Nitawafundisha habari za akina Meshach na Abednego na wenzake walivyoacha legacy katika Ukristo na kusimama wakati mwingine kusimamia imani yao hata wakati walipokuwa wakikutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo vijana wanaweza kusimama, maana wapo vijana wenzao katika Biblia walishasimama wakashinda. Sawa, na pengine ni changamoto zipi ambazo hawa watu ambao wanapambana sana kuacha alama wanaweza kuwa nakutana nazo? Ndio nilivyotaja mojawapo kama opposition, upinzani kutoka kama kwa nilivyosema kama akina Sanballat. Ukianza kufanya kitu chema, si rahisi nieleze sana, lakini naeleza kidogo. Mimi nilipoanza maono ya kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, kuna watu walinipinga ambao walipaswa kunishika mkono, kunisupport. Kuna watu walininyima haki zangu nilipokuwa nikitaka kuwasaidia watoto. Lakini hata sasa bado ninahudumia watoto, lakini sisi pamoja na watoto tunaweza kunyang'anywa kitu chetu. Tukanyang'anywa kabisa. Kwa hiyo wale watu wanaopenda kuharibu kitu kizuri, hao ni, hiyo ndio changamoto ni kikubwa. Kwa hiyo hata kama ulifikiri uache alama, vizingiti ni vingi, lakini kikubwa ni kusimama imara tu ili Bwana ajidhihirishe, maana Bwana hashindwi. Sawa sawa. Na mchungaji, sasa tukiwa tunaelekea mwisho, niombe kama kuna ujumbe wote unatamani kuongea na mtazamaji hapa ili aweze kupata kutoka kwenye maneno yako haya ya kuacha alama, niombe basi kwa dakika chache uzungumze naye. Kwa dakika chache ninasema hivi. Kitakayo okoa jamii yetu ni watu wengi wajitokeze, wenye kutamani kuacha alama. Ikitokea watu wengi wanajitokeza wenye kutaka kuacha alama, maasi yatapungua, uovu utapungua, maana wengi watakuwa na aspiration za kuacha kumbukumbu njema. Lakini pia jamii na yenyewe iwakumbuke watu ambao wamefanya vizuri. Ningekuwa na muda ningeeleza kidogo kuhusu Mwalimu Nyerere ambavyo amefanya, ambavyo Watanzania wanapaswa kumkumbuka, lakini kwa sababu muda hautoshi nitaishia hapo. Kwa dakika 2 unaweza ukaelezea kidogo? Tuchukue kwa mfano, ukiwasikiliza watu wanampondea Nyerere tu kwa kila kitu, mheshimiwa baba wa taifa. Lakini mimi namheshimu kwamba kwangu ana legacy, kwamba alipigania uhuru. Mimi nilizaliwa baada ya uhuru. Sikuwa mtumwa wa nchi yoyote. Namheshimu sana huyo, ameacha alama kwangu. Rais Nyerere ameacha alama ya upigania uhuru wa nchi za Afrika na hasa za kusini mwa Afrika. Tunaosafiri kwenda nchi hizi za Afrika, ukikutana na wazee
analazimisha kukaribisha hata kwake, kwa sababu anakumbuka Tanzania ilivyofanya mambo mema kwa wakimbizi wa mataifa yale ya kusini, ilivyo na legacy duniani kwa sababu ya kuwahudumia, kuwasaidia wengine. Kwa tusiishie kuwa tulifanya hayo nyuma, tuendelee kuyafanya hivyo hata kwa sasa na kuboresha zaidi, maana sasa. Sawa. Ndio. Sasa mchungaji, tuelekee mwisho. Labda mtu akitaka kukupata anaweza akakupata vipi ili aweze kujifunza labda kwa haya zaidi ya haya ambayo umeyafundisha hapa, ama pengine akawa na kitu chochote ambacho anatamani tu akutane na wewe, anaweza akakupata vipi? Mimi huenda ninakafundisha semina za vijana sehemu mbalimbali. Huwa ninahubiri katika makanisa mbalimbali. Lakini hata mtu akitaka kwamba tuongee kwa simu kwa kupeana muda vizuri, namba yangu ni 0788 31 27 85 au 0767 31 27 85. Sawa. Nikushukuru sana mchungaji. Asante kwa kuwa nami kwenye kipindi hiki kuzungumza na mtazamaji juu ya kuacha alama. Amen. Mtazamaji, nikushukuru kwa kuendelea kuwa nami tena kuanzia tulipoanza mpaka sasa. Nikwambie sio mwisho wa kipindi, na kubwa zaidi ambao unapaswa kuondoka nalo hapa, maisha hautakumbukwa bila kuacha alama. Pambana kuacha alama. Twende mapumziko mafupi, tutarejea. Usikotazama kila siku ya Jumapili asubuhi, njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.